Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote, macho Mwokozi tangu milele. Linatoka katika fungu la Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 na Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Tangu anguko, Bwana ametekeleza mapenzi yake katika mpango wa ukombozi, mpango ambao yeye anatafuta kumrejesha mwanadamu kwenye ukamilifu wake wa awali. Kifo cha Kristo msalabani kimefanya iwezekane kwa Mungu kupokea na kuisamehe kila nafsi iliyotubu. Wakati mtesekaji wa kiungu alipokuwa akining'inia juu ya msalaba, malaika walikusanyika kumzunguka, na walipomtazama na kusikia kilio chake, waliuliza kwa hisia kali, "Je, Bwana Yehova hatamwokoa?" Kisha yalisemwa maneno, "Bwana ameapa, wala hata gairi. Baba na Mwana wameahidi kutimiza masharti ya agano la milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele." Yesu hakuwa peke yake katika kutimiza yake na Baba yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kristo angekuwa mdhamana kwa ajili ya jamii ya wanadamu ikiwa wangeshindwa kwa daima lengo la mabaraza ya mbinguni. Agano la rehema lilifanyika kama ambavyo hapakuwahi kuwa na wakati ambapo haikuwa furaha ya ajuaye yote tangu milele kudhihirisha neema yake kwa wanadamu. Kadiri tunavyojifunza mada hii, ndivyo tunavyozidi kuielewa zaidi, na bado kuna kina ambacho hatuwezi kukifikiria kadiri ya mkombozi. Ni utukufu wa mfalme wa uzima na uweza mkubwa zaidi ya wanadamu hauwezi kufikia. Malaika wenyewe wanatamani kuichunguza mada hii ya ajabu na ya pekee, ukombozi wa jamii ya wanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivi ndivyo Biblia inavyotueleza. Tusujudu tupate kuomba. Mungu wetu mtakatifu na Baba yetu unayeketi mahali pasiri sana juu mbinguni, asubuhi ya leo tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna aliye zaidi yako. Tunakuhimidi kwa kuwa umetupatia mkombozi wetu Yesu Kristo aje kufa kwa ajili ya kila mwanadamu. Yesu, ukombozi huu ni ukombozi wa udhalilishwaji, lakini Yesu, tunalihimidi jina lako kwa sababu hii ilitustahili sisi kupata mateso yote yenye udhalilishwaji wa kiasi hiki. Tunakushukuru kwa sababu ulishuka Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu. Asante kwa ajili ya mtoto wako Yesu Kristo. Jina lako takatifu lihimidiwe milele. Wakati huu tunakuja mbele zako tukiomba toba mbele zako. Tafadhali Yesu wangu na rafiki yangu, tutakase kwa damu yako takatifu, na kisha ukatupe kibali asubuhi ya leo, ili Bwana tukaendelee kuishi katika utakatifu wako. Asante sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa umetujali na kututhamini. Jina lako lihimidiwe. Niko mbele zako Mungu wetu mtakatifu, nikileta shukrani nyingi mbele zako. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika juma zima. Asante kwa kuwa nasi tangu Jumatatu hata leo. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umeponya wagonjwa wote. Asante kwa kuwa Mungu wetu umewatia moyo waliovunjika mioyo.
Tunakushukuru kwa kuwa Mungu wangu mtakatifu unaendelea kuwafariji waliofiwa. Asante sana kwa kuwa Bwana umeponya ndoa zetu, na kutukuza kwa kuwa watoto wetu unaendelea kuwatia moyo, kwa kuwa ulisema na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Yesu, ahadi hizi ni amini na kweli. Hiki ndicho tunachotambua, na wewe hukawii kutimiza ahadi zako kwetu. Ninakushukuru kwa kuwa umekwenda kutimiza ahadi hii kwa watoto wetu, ya kwamba kokote walipo, mashuleni, mahali popote, wewe Bwana unakwenda kuwafundisha, na amani yao utaitengeneza kuwa nyingi. Na litukuza jina lako kwa kuwa amani ya watoto wetu umeitengeneza hata sasa kuwa nyingi. Nakushukuru kwa ajili ya mipango yote ya kanisa, kwa kuwa Mungu wetu mtakatifu umekwenda kukamilisha sasa na fadhili zako. Asante sana kwa kuwa Mungu wetu unaendelea kutuzingira kwa ukuta wako wa moto wenye utukufu wako. Ninakushukuru kwa kuwa hata mchungaji atakaposimama hapa, Bwana utaendelea kuwa pamoja naye. Utamfunika kwa utukufu wako. Kila atakachozungumza kitatoka kwako. Na Yesu wangu tutakuona kupitia yeye, kwa jina la Yesu. Endelea kuwa nasi Bwana. Asante kwa ajili ya ukombozi wa damu yako. Asante kwa ajili ya kifo chako msalabani, kwa sababu tumekombolewa. Asante kwa kuwa Bwana unaendelea kutufadhili na kutufunika kwa utukufu wako. Asubuhi ya leo, tafadhali tuzingire tena kwa ukuta wako wa moto wenye utukufu wako sasa na ahadi zako. Tena tunakusihi ukatukomboe kwa damu yako takatifu, kama ilivyokuwa awali katika msalaba wa Kalvari. Lakini Bwana, pitisha wema wako mbele yetu sasa na fadhili zako. Mungu wetu, neema yako ikatufunike kila wakati, kwa kuwa hatustahili. Kuwa pamoja nasi, wabariki watoto wako ambao wako katika media, wanaendelea kutufanya tuonekane kila siku katika mitandao ya kijamii. Endelea kuwabariki watoto wako walioko katika mitandao ya kijamii. Bwana, wabarikie kila mwenye hitaji lake, na kusihi ukapate kulitimiliza. Kuwa pamoja na watoto wako, kuwa na vikao vyote ambavyo vitaendelea hapa kanisani sasa na hata milele. Utaendelea kuwa nasi kwa kuwa ulituahidi, katika jina la Yesu. Amen. The story is so familiar. We have heard it all before. Someday it seems like nothing sacred anymore. Despite the grave commission, somewhere along the road, we've come to take for granted this faith that we know. May we never forget the cross and the blood. The stone was paid so that we must live. May we never forget the cost of His love. He never forsake us, He always forgive. May we never ever forget. So let us decide, light it right down, to refresh our memory of how it felt to be lost and how it feels to be free. May we never forget the cost of His love, the price that
that we must live. May we never forget the cost of His love. We never forsake us, He always forgive. May we never forget the grace of our God, the wealth of His mercy outpoured. Forgive us, Lord, forgive us that we never forget the cost of His love. He never forsake us, He always forgive. May we never forget the grace of His love. He never forsake us, He always forgive. May we never, ever, ever forget. We never forget. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemaje kwa ajili ya wimbo huo mzuri? Basi tunamtukuza Mungu sana kwa ajili ya mwimbaji ambao kwa kweli wiki hii tumeendelea kubarikiwa sana na huduma yake. Bwana azidi kumbariki na kuendelea kumtumia zaidi sana. Chukue nafasi hii ikiwa ni siku ya Ijumaa kumshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo tumekuwa pamoja na katika wiki hii. Tumeendelea kubarikiwa. Wale ambao mmekuwa mkihudhuria hapa kila wakati, Bwana azidi kuwabariki sana. Nashukuru sana uongozi wote, mchungaji pamoja na timu ya wazee. Mungu aendelee kuwabariki sana. Lakini pia niendelee kuwakaribisha wale ambao mnatufuatilia online. Siku ya leo jioni tena tutakuwa online tukiendelea kuhitimisha kipindi hiki. Kwa hiyo nikualike tena jioni uendelee kujiunga pamoja nasi ili tuendelee kubarikiwa na vipindi hivi. Na tutakuwa kila siku Ijumaa asubuhi pamoja na jioni pia tunakuwa live. Kwa hiyo basi endelea kumjulisha na mwenzako ili aendelee kupata habari hizi. Ni asubuhi nyingine tena yenye mibaraka tele, tukiwa na somo zuri lenye kichwa kinachosema maombi yanaponya. Lakini wiki hii tumekuwa na kauli mbiu inayosema siri iliyojificha katika maombi. Tumeona siri mbalimbali ambazo zimejificha katika maombi na ni watu wachache wanaozifahamu. Leo somo letu linasema maombi yanaponya. Kitabu ni cha Isaya sura ya 38 aya ya kwanza mpaka ya 7. Biblia inasema siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Na hili ndilo neno la Bwana. Bwana asubuhi kucha
mapya ni mapenzi haya. Simame kidogo. Asubuhi tuonayo, saa za giza hulindwa kwa uzima kuamka, tukijitahidi leo na mwendo utupasao, Mungu atatueleza yatakayompendeza. Mambo yetu ya dunia Bwana atayangaria, atageuza yawe kwetu ya baraka. Njoo Roho Mtukufu, uoshe moyo wangu, utakase nia yangu. Njoo nijaze sasa, Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase nia yangu. Njoo nijaze sasa. Baba, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutuleta tena mahali hapa. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndilo hitaji letu katika siku ya leo. Asante kwa ajili ya watu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao, uwabariki sana. Asante kwa ajili ya watu waliofika mahali hapa kutana na haja za mioyo yao. Nena Bwana, kwa kuwa tuko tayari kusikia. Ndivyo tunavyoomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Maombi yanaponya. Maombi yanaponya. Biblia inasema siku hizo Hezekia akaugua sana, na aliugua kiasi ambacho hata ujumbe ulikuja kutoka kwa Bwana, na anayetumwa ni Isaya. Anaambiwa, nenda ukamwambie Hezekia ya kwamba awamu hii hatapona, awamu hii atakufa. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba
atengeneze mambo ya nyumba yake. Kwa Kiswahili kingine, afanye matengenezo, maana muda sio mrefu atakufa wala hatapona. Na Isaya kama mjumbe akauchukua ujumbe, akaubeba kama alivyoelekezwa na Bwana, akaupeleka kwa Hezekia. Alipofika kwa Hezekia akamwambia Hezekia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana hutapona, utakufa. Hezekia akaupokea ujumbe, lakini alipoupokea ujumbe akiwa katika hatari ya kufa, akiwa yuko hoi kitandani, hawezi hata kunyanyuka, hawezi hata kukaa, hawezi hata kunyanyua mkono. Hezekia akaupokea ujumbe, lakini Hezekia alipopokea ujumbe, Hezekia akachukua hatua nyingine ya pili, hatua ya kuomba, akijua kuna siri iliyojificha katika maombi, lakini pia akijua maombi yanabadilisha. Hezekia akaomba. Biblia inasema akajitahidi. Yomkini alimwambia mtu nisaidie nigeuke ukutani, lakini alipogeuka ukutani akaomba. Na alipokuwa anaomba alikuwa anamwambia Bwana, kumbuka haya ya kwamba nimekuja mbele zako kwa haki, nimekuwa nikitenda mambo mema. Mungu nipatie nafasi nyingine ya pili. Mungu naomba unipatie nafasi ili nikakutumikie. Kuna watu wanahitaji huduma yangu, kuna watu wanahitaji niwasaidie, kuna watu nimewabeba, kuna watu ambao nimekuwa nikiwahudumia kwa muda mrefu. Bwana nakusihi sana, nipatie nafasi ya pili, nipatie nafasi nyingine, niongezee muda wa kukutumikia. Bwana ninaomba uniokoe. Biblia inasema Hezekia akalia sana sana, lakini akilia katika maombi. Staili ya Hezekia ilikuwa ni nyingine, ni tofauti na staili tulizozoea. Mara nyingi tumezoea ili tuombe lazima tusimame, lazima tupige magoti, wakati mwingine tunaomba tukiwa tumeketi, lakini yeye aliomba staili nyingine, staili ya maombi ya kulala, tena akageuka ukutani. Kumbe kuna staili mbalimbali za kuomba. Kumbe unaweza ukaomba ukiwa umelala chini, unaweza ukaomba ukiwa umepiga magoti, unaweza ukaomba ukiwa umesimama. Lakini pia Hezekia anatufundisha staili nyingine za wale watu ambao wamelala kitandani sasa hivi, wako hapo hospitalini, hawana matumaini. Walikofikia wanadhani wanaweza wakafa, walikofikia wanaona hakuna tumaini tena. Wewe ambaye ni mgonjwa, umelala hapo nyumbani, unafuatilia mahubiri haya, umelala huwezi kuinuka. Iko staili yako ya maombi ya hapo hapo ulipolala kitandani. Hezekia akajigeuza ukutani akiwa amelala, akasema nitaitumia fursa ya maombi hapa hapa kitandani. Ndiyo, siwezi kusimama, ni kweli siwezi kupiga magoti, ni kweli siwezi kunyanyua mikono, siwezi kukaa, lakini hata nikiwa nimelala Mungu anasikia maombi. Jamani, hata nikiwa nimelala Mungu anasikia maombi. Akajigeuza ukutani, alafu akaomba, akalia sana, akamsihi Mungu sana, akafanya toba sana, akaungama dhambi zake sana. Alafu wakati akiwa katika kuomba, akiwa katika kumlilia Bwana, Mungu akasikia maombi yake, Mungu akasikia kilio chake. Akamtuma Isaya tena kwa mara nyingine, akamwambia Isaya, nenda ukamwambie Hezekia ya kwamba Mungu wa baba yako Daudi ameyasikia maombi yako, ameyaona machozi yako, amekuongeza kiasi cha miaka 15. Wapendwa, yuko Mungu anayesikia maombi. Baada ya kulia sana, Bwana akatuma ujumbe. Mungu amesikia kilio chake, ameyaona machozi yake. Asubuhi ya leo Mungu akasikie maombi yako na akakione kilio chako, kilio cha namna yoyote ile, kwa namna ambavyo umelia, kwa namna ambavyo umeteseka, kwa namna ambavyo umeumia. Yuko Mungu mahali hapa anayesikia maombi, anayeona vilio, anayeona changamoto, anayeona magonjwa. Hezekia alijua siri iliyojificha katika maombi. Siri hii ilikuwa ni hii: hata kama siwezi kunyanyuka, ninaweza nikaomba hapa na Mungu akanisikia. Na alipojua hiyo siri, akaitumia hiyo siri
na Mungu akasikia maombi yake. Hiyo ni siri kubwa iliyojificha katika maombi. Kumbe Mungu anasikia vilio vya kila namna. Hebu fuatilia vizuri, alikuwa kwenye hatari ya kufa, lakini Bwana akasikia, akasema ni kweli nilitamka mwanzoni ya kwamba huu ugonjwa utamuondoa, huu ugonjwa muhii hatapona, lakini kwa sababu amelia sana, kwa sababu ameomba sana, nimebadilisha mawazo na kutuma tena Isaya, nenda ukamwambia ya kwamba nimesikia maombi yake. Kwa Kiswahili kingine, Hezekia alijua kuomba. Ni kweli umekata tamaa, ni kweli umeambiwa huo ugonjwa utakufa, ni kweli wamekuambia hautapona, lakini kuna siri nyingine iliyojificha katika maombi. Omba sana, mlilie Bwana sana, funga sana, muite tena kwa imani, mwambie Mungu, ni kweli wameniambia nitakufa, lakini wewe unaweza ukaponya. Ni kweli wameniambia sitapona, lakini wewe una uponyaji. Ni kweli wameniambia sitazaa, lakini wewe uliumba Bwana. Ni kweli wameniambia sitafanikiwa, lakini wewe Bwana, mafanikio yote yanatoka kwako. Bwana, nakusihi tena, naomba uniokoe tena, naomba unisaidie tena, naomba uniinue tena. Yuko Mungu anayesikia maombi. Alafu jambo lingine anaambiwa, kuna mtu anaitwa mfalme wa Ashuru. Amekuwa akikutisha sana, amekuwa akikuogopesha sana. Awamu hii nitakuponya, lakini pia nitakuokoa na mfalme wa Waashuru. Maana Waashuru walikuwa ni tishio kwa Waisraeli. Hezekia anaambiwa hata huyo mfalme ambaye amekuwa akikutisha sana, awamu hii nitakuokoa naye. Mfalme wa Waashuru ni nani katika maisha yako? Inaweza ikawa ni ndoa, inaweza ikawa ni ugonjwa wa kutisha, inaweza ikawa ni hatari fulani, inaweza ikawa ni majuto fulani, inaweza ikawa ni kilio fulani, inaweza ikawa ni changamoto fulani. Amekuwa ni mfalme wa Waashuru, amekuwa akikutisha kila wakati. Kila ukikumbuka, kila ukitazama, kila ukiona unaogopa, unakuwa na hofu, unakuwa na wasiwasi. Bwana anapokuponya, anakuokoa na hofu zote, anaondoa na wasiwasi wa kila namna, anaondoa na mashaka ya kila namna, anaondoa kila jambo. Anaambiwa hata huyo mfalme wa Waashuru ambaye amekuwa akikutisha, nitakuokoa naye. Lakini jambo la mwisho, nitafanya ishara ya kwamba nimekuponya, ya kwamba nimekusaidia, ya kwamba nimesikia kilio chako, na ishara hiyo utaiona. Nitarudisha vivuli 7 jua litasimama kwa ajili yako. Nitafanya jambo hilo, na ukiona hivyo, hiyo itakuwa ni ishara ya kwamba nimeyasikia maombi yako, nimekijibu kilio chako, nimeiona taabu yako, nimekuokoa na changamoto ulionayo. Mungu anapokutana na Musa, anapozungumza na Musa, anamwambia Musa maneno haya ambayo Hezekia aliambiwa. Anamwambia Musa, nenda ukaambie watu wangu Israeli ya kwamba nimekiona kilio chao, nimesikia maombi yao, ninayajua maumivu yao, nimeshuka ili niwaokoe. Najua maumivu walio nayo, nimeona kilio alicho nacho, ninajua changamoto walizo nazo, nimeshuka ili niwaokoe. Yuko Mungu anayeona machozi, anayeona vilio, anayeona changamoto, anayeona unayoyapitia, anayejua uzoefu ulio nao. Wanadamu wanaweza wakakusaidia alafu wakakusema. Wanadamu wanaweza wakakusaidia lakini wasifikie kwenye msaada unaotakiwa. Wanadamu unaweza ukawaambia mambo yako leo, siku ya pili ukasikia mtaa wa pili. Hakuna mtu mwenye kifua cha kubeba mambo yako isipokuwa Yesu peke yake. Ndiye anayeweza kubeba mambo yako, ndiye anayeweza kubeba mzigo ulio nao. Yeye ndiye anayejua changamoto ulio nayo, yeye ndiye anayejua kila jambo linaloendelea katika maisha yako. Katika siku ya leo tumwachie yeye abebe, atusaidie, atuokoe, asikie maombi yetu, asikie vilio vyetu, yale ambayo yametusibu, yale ambayo tumefika mahali tumekata tamaa, tunaona giza, tukiangalia mbele ni giza,
tukiangalia nyuma ni giza, kulia na kushoto ni giza. Habari njema ni hii, giza linavyozidi kuongezeka ndiyo asubuhi inakaribia. Ukiomba alafu ukaona vita vinaongezeka, magonjwa yanaongezeka, maumivu yanaongezeka, usikate tamaa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ushindi wako unakaribia. Hilo ni pambano lisiloonekana katika macho ya kibinadamu. Ukiwa unaomba alafu mambo yakawa kimya, unaweza ukashangaa sana, hapa hakuna jambo lilofanyika. Lakini ukiomba ukaona mambo yanaharibika. Wakati hujaomba mambo yalikuwa yanaenda sawa, lakini ulipoanza kuomba mambo unaona yanaharibika. Kama ni maumivu yanaongezeka, kama ni changamoto zinaongezeka, kama ni mashambulizi yanaongezeka, hiyo ni ishara ya kwamba kuna ngome umeigusa na sasa imetokea reaction. Ndio maana unaona mashambulizi. Sasa usikate tamaa. Ukiona mambo yamebadilika, ukiona maumivu, ukiona changamoto, usikate tamaa. Endelea kuongeza juhudi za maombi. Kama ulikuwa unafunga mara moja, ongeza kufunga mara 3. Kama ulikuwa unaomba mara 2, omba zaidi. Wapendwa, maombi yanaponya katika jina la Yesu aliye hai. Katika siku ya leo, Bwana akasikie maombi yako. Bwana akajibu kilio chako. Bwana akaigilie kati vita ulio nayo. Bwana akakutendee sawa sawa na mapenzi yake. Kama alimwokoa Hezekia na msiba, alimwokoa Hezekia na kifo, Bwana naye asubuhi ya leo akakuokoe na msiba ulioubeba, akakuokoe na kifo ulicho nacho, akakuokoe na hatari ulizo nazo, akakuokoe na magonjwa ulio nayo, akakuokoe na hiyo taabu ambayo umebeba kwa muda mrefu, akakufute machozi kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akubariki. Bwana asikie kilio chako. Bwana ayajibu maombi yako kwa jina la Yesu. Amina. Leta maombi yako hapa. Njoni tuombe. Tujikabidhi mikononi mwa Bwana asubuhi ya leo. Njoo na maombi yako. Weka katika sanduku la maombi. Weka katika sanduku hapo. Wale waliokuja na sadaka zao, weka sadaka yako hapo wakati mzee anakuja hapa. Njoo tuombe. Katika siku ya leo, mimi sijui kilio chako. Mimi sijui changamoto yako. Mimi sijui jambo ambalo umelibeba kwa muda mrefu, ila Mungu anajua. Wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao, Baba sina msaada. Wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao, wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao, nina habari njema kwako. Mimi sijui changamoto ulio nayo. Mimi sijui kilio ulicho nacho. Mimi sijui unalilia nini. Sijui una uzoefu wa namna gani, ila kuna Mungu wa yasiyowezekana. Hezekia aliomba akiwa amelala kitandani na Bwana akasikia maombi yake. Hata wewe ambaye uko hapo kitandani, uko hospitalini, uko nyumbani kwako, uko mahali fulani, unasema mchungaji, siwezi, hapa nilipofikia nimekata tamaa. Hata hapo unaweza ukaomba na Mungu wetu akasikia maombi yako. Hata hapo ulipolala, hapo ulipo katika hiyo changamoto yako, hapo ulipo kwenye hiyo huzuni yako, kuna kipindi unafika mahali hata kuinua sauti kuomba unashindwa. Kuna kipindi unafika mahali hata ukiambiwa omba unasema hapana, moyo ni mzito, nasikia maumivu, siwezi kuomba. Nataka nikutie moyo, jipe moyo tu tena, usikate tamaa. Yuko Mungu anayesikia maombi, na Bwana akasikia maombi yako, akakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Pili, na amini mwana wako
Beti wa mwisho. Ni furaha gani kwangu kukuona uso, nijue sauti yako, nipate Tafuta mahali upiga magoti tuombe. Tafuta mahali upiga magoti. Mzee Joshua, njoo kumbele tu. Njoo kumbele tu kwa Mungu. Haleluya. Baba Mungu Mwenyezi mtakatifu, uketie katika kiti cha enzi mbinguni, tunakusifu, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa uweza wako, asante kwa upendo, asante kwa ulinzi. Neema yako imekuwa nyingi katika maisha yetu. Umetembea nasi katika juma zima hili, ukimtumia mchungaji akitupatia ujumbe kutoka katika kiti cha enzi. Na leo kwa namna ya pekee tena umetukumbusha nguvu ya maombi ambayo yanaponya. Umetupatia kisa cha Hezekia ambaye yamkini alistahili kufa, lakini kutokana na maombi ukamwongezea siku miaka ile 15. Asante Yesu, kwa maana wewe ni Mungu unayejali, Mungu mponyaji, Yehova Rafa ambaye unadumu kuja kurejesha na kuja kutibu. Tunajikabidhi mikononi mwako na katika madhabahu yako hii asubuhi ya leo, tukikabidhi magonjwa yetu, tukikabidhi hofu zetu, tukikabidhi milima yetu mbalimbali ambayo yamkini tumeona kama haiwezekani, lakini tunakuja kwako tukiwa na imani ya kwamba utatuponya na utaturudishia uhai. Kuwa pamoja nasi katika ibada hii, katika siku hii ya leo ambapo tutakapotoka hapa, ukatembee nasi, ukawe pamoja nasi, ukatulinde na kutuongoza. Mchungaji anapoendelea kuomba, unganisha maombi haya kwa utukufu wa jina lako, kwani nimeomba nikiamini katika Kristo Yesu. Amen. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa kusikia maombi yaliyoletwa mbele zako na mtumishi wako. Umesema katika neno lako, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Baba, tunaamini uko mahali hapa sasa. Hudumia watoto wako waliokuja na mizigo ya huzuni, waliokuja na magonjwa, waliokuja na misiba moyoni, ukawapumzisha asubuhi ya leo kwa jina la Yesu aliye hai. Asante kwa sababu umesikia na unakwenda kutenda. Asante maana tunapotoka unatoka pamoja nasi. Utatuongoza, utatupigania, utatuinua, utatuhurumia, utatupatia mara 100 kama ilivyo ahadi yako, lakini zaidi sana utatuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Zaburi ya 105 ya 5 umesema mtakeni Bwana na nguvu zake. Tunahitaji nguvu zako asubuhi ya leo tunapotawanyika katika majukumu yetu. Katulinde na kutuongoza, lakini zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako na baraka zako zikawe pamoja nasi, katubariki tunapoingia, katubariki tunapotoka, katulinde na ajali na hatari zote. Asante kwa kusikia maombi yetu. Bariki familia zetu. Asante kwa kujibu na kutenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amina.
Bwana awabariki sana, niwatakie baraka za Bwana katika siku ya leo. Karibuni tena jioni katika vipindi. Bwana wabariki wote ambao mlikuwa pamoja nasi katika kipindi cha siku hii ya leo. Tunatambua uwepo wa watu wengi sana ambao walikuwa nasi katika juma hili, akiwepo nasi Goso, akiwepo N Chake, amekuwa ni mhudhuriaji mzuri, Wema na Sona, wengine wengi. Mungu awabariki sana. Tunatambua thamani ya muda wenu mliochagua wa kuungana nasi katika ibada ya siku hii ya leo. Niwaalike tena jioni saa 12 tutakuwa na ibada ya ufunguzi wa Sabato na tutakuwa live kupitia YouTube channel Magomeni. Tuwaalike wote ambao mko karibu na mko mbali, mkaribia kwa ajili ya ibada hiyo ya jioni. Mungu awabariki sana. Mchungaji, kwa niaba ya kanisa tunatambua huduma yako. Mungu akubariki sana. Together in Christ, karibuni. Alitokwa damu kwa miaka mingi, jamii yake ilimtenga, sababu ya tatizo lake kateseka. Kasikia Yesu anaponya, kahadhamiria moyoni mwake, nikiligusa vazi la Yesu, hakika mimi nitapona kwa imani. Wewe uliyeteswa, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako, wewe uliyeteswa, sikia, yupo Yesu anaponya, ataondoa shida zako zote, atakuponya. Mwamini yeye, usikate tamaa, kwa imani utashinda. Dhamiria moyoni mwako. Yesu zaponya, amini Yesu atakuponya. Imani ni njia ya uzima, amini leo utapona mateso yako. Imani yako ita